wote tulioko tunajua kuhusu kifo. Tunajua kifo. Lakini hakuna mtu yote anaweza kanieleza kuhusu experience ya kifo. Kwa sababu ukiexperience kifo lazima uwe umekufa. Daktari anaweza kukuelezea kitu kinachotokea ili mtu afe. Lakini yeye mwenyewe bado hana hiyo experience ya kufa. Kwa sababu hajaikufa. Kwa hiyo hali ya kuwa kwenye ulichokijua ni wewe unayekijua ndio huwa kwenye hali hii. Sasa kuna vitu viwili hapa tunachanganya. Lazima tutofautishe vizuri sana. Kuna kujua kwa aina mbili. Kuna kujua kuhusu na kuna kujijua kujihusu. Ndiyo maana maandiko yanasema ajijuavyo mtu nafsini, na maana mawazoni mwake ndivyo alivyo. Yaani uko ulivyo kutokana na unavyojua uko hivyo. Kwa hiyo kile ulichokijua ndio umekuwa. Lakini kuhusu kitu fulani, hakujua uwepo wa mtu fulani, kitu fulani hakukubadilishi. Ila unajua tu kuhusu. Na hapa ndo mara nyingi nakaza kusema watu wengi kujua kuhusu Mungu hata haina maana yoyote kwa Mungu. Na sisemi haina maana kwa yule mtu. Ina maana kwa maana ya hatua, at least ameanza kupiga. At least anajua kuna uwepo au kuna Mungu. Kuliko yule ambaye haamini kabisa uwepo wa Mungu, huyo hata hatua hajaanza. Kwa hiyo kujua kuna Mungu, kujua kuhusu Mungu ni hatua ya kwako wewe uliyejua kuzidi kusogea. Na kujua kuhusu Yesu hata kufa na kufufuka kwake, kujua kuhusu hiyo bado hakukupi jambo lolote jipya. Mungu anakusubiri kwenye sehemu ya tatu. Kwenye sehemu hizi mbili anakuacha ni kwa ajili yako. Ndiyo kujua tuna Mungu, kujua ana mwana au ni yeye mwenyewe aliyevaa mwili akaja na akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka. Kujua kuhusu hivyo bado hakukubadilishi, lakini kunakupa hatua at least ya kusogea kujua ukweli. Lakini hayo yote ni kwa ajili yako, ila Mungu kakusubiri kwenye sehemu ya tatu. Wewe ujiamini ndiye Mungu. Wewe ujione kwenye uyeye, awareness yako ijitambue. Na inawezekanaje? Ni pale siku utatambua hauna dhambi. Kwa sababu maisha ya mwanadamu baada ya Adamu kuanguka, maisha yote ya kila mtu anayezaliwa ana dhambi kwa kuzaliwa, sio kwa kufanya. Anazaliwa na hali hiyo. Kwa hiyo kila mtu anapoanza kujitambua anajitambua ana dhambi. Sasa kuzaliwa mara ya pili ina maana ni kujitambua kwa pili. Kujitambua mara ya pili ina maana ni awareness yako kujitambua ulikozaliwa. Tunaenda kwenye somo la kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili hauzaliwi kutoka Msukuma uwe Mkuria. Hauzaliwi kutoka kuwa Mhehe kuwa Mchaga, Mngoni kuwa Mgogo, Mkuria kuwa Msukuma au Mchaga kuwa Makonde. Tunazaliwa mara ya pili kutoka binadamu. Adamu tunazaliwa kuwa Mungu. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Maana aliwapa uwezo wa kufanyika Mungu. Kwa kuzaliwa ni kubadilisha ubini. Tuna change ubini, tunabadilisha ubini. Hilo ndio tunalozungumzia. Kwa hiyo kama wewe unasema umeokoka na ubini wako haujabadilika, kuna changamoto. Hakuna mwenye dhambi aliyeokoka na hakuna aliyeokoka mwenye dhambi. Kwa hiyo pale utakapojitambua hauna dhambi, hapo ndio umejitambua kwenye maisha ambayo yana asili ya kutokuwa na dhambi. Ndio maana yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Ina maana wewe unapojitambua uko ndani yake, ina maana huwa umejitambua uko ndani mahali pasipokuwemo na dhambi. Na pale aliye na dhambi hapiti, kwa sababu kidhaifu hakiingii huko. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuwa humo, huwa umeshajitambua huna dhambi. Na unapokuwa huna dhambi, maana yake wewe ndio hayo maisha ambayo hayana dhambi. Lakini kuna watu wanaweza kukwambia kwamba wako ndani ya Yesu na wanatenda dhambi. Nikwambie hivi, unajua wanamaanisha nini mtu anaposema niko ndani ya Yesu na naweza kutenda dhambi? Huwa anatuambia au anakuambia kwamba ndani ya Yesu kuna dhambi, ndio maana mimi nipo na naweza kuitenda. Naeleweka vizuri? Kwa sababu inasema yeye alidhihirishwa. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza 5 inasema yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani ya Yesu.
Na wewe unaposema naamini, unasema uko ndani ya Yesu. Kwa hiyo umo mahali ambapo dhambi haipo. Kwa hiyo unatakiwa ujione mlivyo ulimo. Unaposema una dhambi, haumo ndani ya Yesu, kwa sababu ni swala la awareness yako ndio inatambua hali hii. Ndio maana kwenye mstari wa 6 anasema kila akaenda ndani yake hatendi dhambi. Ina maana kila anayetenda hakai ndani yake. Kuna mtu anasema Bwana naomba msamaha, umeshatenda, na kama umeshatenda ukai ndani yake. Maandiko yanasema kila akaenda ndani yake hatendi dhambi. Sijisime data. Ukishatenda tu ina maana hukai. Au kiu unaomba msamaha tayari umeshatenda. Na kama umeshatenda ina maana haukai. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana nasema watoto wadogo mtu na asiwadanganye. Atendaye dhambi yuna dhambi, atendaye haki yuna haki kama yalivyo na haki. Lakini anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, na kwa kusudi hilo mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo mwana wa Mungu alipodhihirishwa, kazi za Ibilisi zimevunjika. Ukikuta mahali watu wanavunja kazi za Ibilisi, ina maana hapo mwana wa Mungu hajadhihirishwa. Lakini pili, wanamtazamo huenda kwamba dhambi sio kazi za Ibilisi. Kwa hiyo kujua kuhusu kuwepo kwa Mungu hakukubadilishi. Kujua kuhusu Kristo Yesu kufa, kuzikwa na kufufuka hakukubadilishi. Ni kwa ajili yako ukisafiri kwenda mahali ambapo Mungu anakusubiria, sehemu moja ya tatu ya kwamba ujitambue wewe ndiye Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu ana asili ya Mungu. Kilichoumbwa hakina asili ya aliyekiumba, kilichozaliwa kina asili ya aliyekizaa. Kwa hiyo uko ulivyo kutokana na ulivyozaliwa huko hivyo. Hauwezi kurudi nyuma leo umezaliwa kwenye familia uliyozaliwa. Ndio maana wokovu unazungumzia katika mambo makuu mawili, tohara na kuzaliwa. Na vyote hivi havibadiliki, lakini na kuzaliwa. Hakuna mtu anaweza kukushuhudia wewe mwenyewe jaribu kurudi nyuma umezaliwa kwenye familia uliyozaliwa. Au jaribu kurudi nyuma ili uzaliwe na jinsia tofauti na hiyo. Kwa hiyo kama mambo haiwezekani, ndio wokovu unazungumziwa. Hakuna kitu kimeanguka, hakuna kitu cha namna hiyo. Umezidiwa na mawazo yako mwenyewe yasiyoamini kukufanya uwe katika hali hiyo, yamekujaa ambayo sio mazuri, yameyashinda mazuri nayo yajua. Kwa hiyo yanatoka yale mabaya. Kwa kutoka yale mabaya haina maana hayako mazuri. Na maandiko yanasema kwamba kipindi yanatoka mabaya, kaza mwendo kumtazama yeye. Umtazame yeye, unapomtazama unabadilisha. Musa wakati amewatoa wana wa Israeli Misri, nikueleze tu siri ndogo. Wakiwa Gosheni, mapigo 10 yalitokea katika nchi ya Misri. Na ile ilikuwa ni ishara ya uharibifu uliowatesa, ulikuwa unaangamizwa mbele ya macho yao. Na walishuhudia uharibifu haukuwagusa wao. Yaani mtu yote aliyekuwa Gosheni hakuwa anaguswa na yale madhara. Nzige nchi nzima kasoro Gosheni. Nzi nchi nzima kasoro Gosheni. Mbu nchi nzima kasoro Gosheni. Viua nchi nzima kasoro Gosheni. Maji yakageuka damu nchi nzima kasoro Gosheni. Na wazaliwa wa kwanza wa wanyama na binadamu walikufa kasoro wa Gosheni. Nzige zilikula nchi nzima ikabaki nyeupe, lakini kijani peke yake ilikuwa Gosheni. Nini maana yake? Ilikuwa ni kuwafundisha huyu Mungu ambaye mnaye kupitia Musa, anapokuwepo uharibifu au usogeaji. Halafu wakavuka bahari ya Shamu kimuujiza. Watu hawavukaji vile. Ndio maana maandiko yanasema wakabatizwa wote wakawa wa Musa kwa kuvuka bahari. Kwa hiyo ilikuwa wamecross, wamepita mauti. Uharibifu ulikuwa unafanyika, wameingia uzimani. Wamehamishwa katika ufalme wa giza chini ya Farao, wameingia katika ufalme wa Bwana wa pendo lake. Ndio maana kulikuwa jangwani, lakini miguu yao haikuvimba. Hawakuwahi kukosa chakula. Walikuwa wanapata kila kitu. Kumbuka ni jangwani, walikuwa wanakula wao na wanyama wao. Hakuna ambaye alimisi chochote wakati wowote. Hakuna lile kundi lote lililotoka kule, hakuna naye ripotiwa kufa kwa ugonjwa au haribifu aina yoyote, kwamba kaugua babu fulani. Mpaka wazee na vikongwe wote wenye mimba, hakuna ambaye alikuwa wala kupata madhara yoyote, kwa pamoja walitembea. Lakini walifika mahali, nikueleze kitu kimoja, mawazo yasiyoamini yakainuka na wakaanza kumlalamikia Mungu kwa kitu kidogo sana. Sitaki kuingia hapo,
lakini wakaanza kunung'unika. Kunung'unika kulionyesha hali ya manung'uniko, hali ya kutokuridhika, siyo ya kiungu. Kwa hiyo ilionyesha mawazo yao yasiyoamini yaliinuka dhidi ya yanayoamini, na yale yasiyoamini yakashinda mpaka yakawatoka kama matunda halisi nje. Na nini kikatokea? Kumbuka, wanapovuka bahari ni ishara uharibifu wote umebaki kule na hawezi kuguswa nao tena. Ndio hiyo ishara. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawafundisha kwamba mmevuka upande wa pili na mmeachana na uharibifu upande wa pili. Kwa hiyo msimtarajie uharibifu wote utawagusa. Huo ndio wokovu. Msijaribu kujiokoa wokovu. Huo ndio wokovu. Kaeni mtulie, nitawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Alisema mnyamaze kimya. Huo ndio wokovu. Nini kikatokea cha ajabu? Wakaanza kunung'unika, yale mawazo yasiyoamini yakasimama na yakaanza kulalamika. Kwa hiyo kulalamika, na wakasema bora tungebaki Misri, manake Mungu huyu hafai kama yule wa Misri. Maandiko yanasema nyoka wasiwe litokea wapi? Wakaanza kuwauma. Walianza kuwauma. Unajua ile nyoka ni matokeo ya mawazo yao yasiyoamini. Ndio maana wewe unatengenezaga nyoka zako zinaanza kugonga kila siku, na hautaki kubadilisha mtazamo. Kumbe kipindi unataka kwanza kulalamikia juu ya jambo fulani, kumbuka, angalia opposite. Ukibakia kwenye kulalamika, unajipigia msalabani kwenye hilo. Nenda opposite, unabadilishwa mawazo yako. Kwa hao wakaanza kunung'unika, nyoka zikazaliwa na wakaanza kuwagonga. Unajua sumu ni ishara ya mauaji, ishara ya dhambi ni kifo. Walianza kung'atwa. Na Mungu alikuwa hana kazi. Hakusema Mungu omba, hakusema Mungu usawaambie waombe. Wakati wamevimba, huyu anafukuta pumzi ya mwisho, yule pale anarusharusha miguu, yule pale ndo anang'atwa. Musa anaangalia kitu gani? Huyu hapo ndo anakata roho. Mungu haelewi. Na Mungu hana cha kuwafanya, kwa sababu wokovuni utakiwa kupata madhara. Nyinyi mnayatoa wapi? Wewe unapulikaje wokovuni? Mungu hajui cha kuwasaidia, kwa sababu anajua msaada mnao tayari, mmeokoka. Na kipindi wanalia vile, Musa akasema tunafanyaje nini? Mungu tafadhali, tunafanyaje? Akasema hata mimi sina cha kufanya. Kwa sababu jambo la ajabu sana mtu kupata madhara wokovuni, kutulika mahali ambapo hakuna madhara. Sasa labda fanya hivi. Hawa wanajua nini? Kitu wanachokijua, shaba ni hukumu. Haya, basi chukua nyoka, chukua shaba. Halafu tengeneza, kinachowang'ata ni nini? Ni nyoka. Okay? Kwa hiyo nyoka hiyo ni ishara ya sumu. Okay? Haya, chukua shaba, tengeneza kama huyo nyoka. Halafu juu ishara ya nini? Juu ni mamlaka na uungu na msaada. Okay? Itundike juu hata ya mti hapo, ili wainue macho yao, waache kutazama chini. Kwa hiyo jirani yako sitazame chini, tazama juu. Juu sio tu huko, ni msaada wa juu. Jua kuna maisha ya juu. Haya maisha ambayo yanahitaji msaada ni ya chini. Kwa hiyo walipoinua macho yao, maandiko yanasema nini kilitokea? Ina maana tafsiri ya mawazo yao, walipoona nyoka wa shaba, shaba kwao ni hukumu, nyoka ndo sumu inayowaua. Kwa hiyo ina maana wakamalizia, mtu aliyepata maana ya kwamba sumu inayowadhuru imesha hukumiwa. Oh, haleluya. Kwa hiyo kila aliyetambua hivyo, madhara yaliyotakiwa kutudhuru yamesha haribiwa. Kwa hiyo hakuna madhara kwetu. Kwa hiyo walipotambua hakukuwa na madhara kwao, walianza kupona bila maombi, bila kuwekewa mikono, bila sadaka. Fikiria kuhusu hili. Na Yesu anapokuja, wakati wanamvuruga wakimbishia, akasema kama vile Musa alipoinua nyoka wa shaba jangwani na wote waliomtazama wakafanyaje? Wakapona. Ndivyo mwana wa mtu atakavyoinua juu, atawavuta wote kwake. Maana unapomwona Yesu kwenye msalaba, unatakiwa ujue Yesu hakuteswa kwa ajili ya dhambi zake. Yesu hakufa kwa ajili ya chochote kile. Yesu hakufanyika chochote kile kibaya, ila alifanyika vile. Matokeo ya mwisho ya uharibifu ni kifo. Kwa hiyo alifanyika vile kwa ajili yako. Hebu sema alifanyika hivyo kwa ajili yangu. Sema alifanyika hivyo kwa ajili yangu. Kwa kama hii nikiona
msalaba pale natakiwa nikumbuke dhambi, magonjwa yangu, kushindwa kwangu, hatia yangu imeshachukuliwa. Kwa hiyo nisione hatia yangu, nisione ugonjwa wangu, nisiuone umaskini wangu, ndio unakuwa umechukuliwa pale juu ya Kalvari yote. Haleluya sana.